saa hii. Mshukuru kwa sababu uweza wake ni mkuu. Mshukuru kwa sababu matendo yake ni mema. Mshukuru kwa sababu uweza wake ni mkuu. Mshukuru kwa sababu anakupenda. Mshukuru kwa sababu anaweza kukuokoa. Mshukuru kwa sababu anaweza kukubariki. Mshukuru kwa sababu anaweza kubadilisha historia mbaya ikatoka kwako. Mshukuru kwa sababu anaweza kuponya malango, anaweza kuponya familia, anaweza kuliponya taifa, anaweza kuliweka anavyotaka litoke kwenye mikono ya uharibifu. Anaweza kuyaondoa maisha yako kwenye mikono ya uharibifu, wenye hila na uharibifu. Hii inawezekana. Bwana Yesu, asante kwa kuwa unaweza. Mungu Baba, asante na kushukuru, tunakushukuru, tutakushukuru na tukushukuru. Tunalihimidi jina lako, tunalitukuza kwa kuwa ni jina tukufu, limejaa uweza na nguvu, limejaa matendo makuu ya ajabu. Asante kwa saa tena, na lisifiwe jina lako. Tunakushukuru kwa sababu hata sasa ni Bwana unayeweza, ni mkuu juu ya yote, na uweza wako hauzuiliki, haulinganishwi na lolote na chochote. Wewe ni mkuu juu ya vyote, na Bwana wewe mfalme na mwokozi, katika jina la Yesu Kristo. Amina. Karibu katika neno la Mungu. Isaya 40 naanzia mstari wa kwanza. Isaya 40 naanzia mstari wa kwanza. Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu wenu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa wamepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake. Amina. Haleluya. Agizo la Mungu, agizo la Mungu. Tunayemwamini Mungu aliye mtakatifu, aliyeumba mbingu na nchi, aliyeumba mbingu na dunia, ni agizo lake mioyo itulizwe, mioyo itulizwe, inyamazishwe. Kuna watu wana mioyo yenye mahangaiko sasa. Waisraeli walifika mahali walitekwa, walinyanyaswa, walikuwa mateka, walikuwa katika machozi, walikuwa katika utumwa. Ile ni taifa, ni taifa la Mungu, tena linaloitwa taifa takatifu. Watu Mungu aliwapenda na kuwachagua mwenyewe, wakafika mahali wakaingia kwenye matatizo makubwa. Lakini ikafika mahali sasa, agizo na amri na sauti ya Bwana Mungu ni kwamba watulizeni mioyo sasa, watulizeni mioyo sasa, watulizeni mioyo watu wangu, asema Bwana. Na Bwana hata saa hii anasema, na mioyo ya watu ikatulizwe, kwenye malango yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia, kwenye kanisa, kwenye taifa. Malango yasikie na wasikie, taifa lisikie, nchi na isikie, kwamba mioyo ikatulie. Mioyo inayohangaika, mioyo yenye mateso na machozi inavuja, ni kama inavuja damu, ni kama itiririka machozi. Wako watu wamejaa huzuni na maombolezo, wako watu wameteseka, wameumia. Kuna watu wanatamani ardhi pasuke waingie, kuna watu wanatamani waondoke kwenye dunia hii saa hii, wamejaa uchungu na hasira, wameteseka, wameumizwa. Yuko Bwana anayesema mioyo itulizwe, mioyo itulizwe, moyo wako tulie, kwa sababu Bwana ni mwenye nguvu sana. Angalia mstari ule wa 10. Isaya 40 mstari wa 10. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa. Tazameni, Bwana Mungu atakuja kama shujaa, na mkono wake ndio utakaomtwalia. Tazameni, thawabu yake i pamoja naye, na ijara yake i mbele zake. Mungu anakuja, Mungu anakuja. Ukubali, ukatae, useme ndio, useme hapana, useme kiko wapi. Bwana anakuja. Amini tu mpendwa, anakuja. Una mengi unayafahamu na umeyaona mengi. Inawezekana ni wewe ambaye una machozi, una hasira, una uchungu, hujui ufanye nini, unateseka, umeumizwa. Ndugu yako au jamaa yako amefanyiwa mambo ya ukatili, mambo majeuri, mambo mabaya, na umeona kabisa wale wamfanyia, au ni wewe uliyefanyiwa, au ni vinginevyo vyote. Tuliza moyo wako kwa Bwana. Waambie, moyo wangu tulia kwa Yesu, kwa sababu anakuja kama shujaa. Yeye ni Bwana wa majeshi, mwenye uweza na nguvu. Biblia inasema anakuja. Tazama, anakuja, anakuja, anakuja. Mungu anyamazi. Hakunyamaza kwa Kaini na Abeli, watu wawili hao. Hakunyamaza, alienda na akatoa tamko, akamwambia aliyemwaga damu ya mwenzake, damu ya ndugu yako inanililia. Damu ya ndugu yako inafanyaje? Inanililia, inalilia. Ardhi inatoa sauti, inatoka. Kuna watu wamekula jasho lako, kuna watu wamevuruga ndoa, kuna watu wameharibu maisha yako,
Kuna watu wanakuonea kwa sababu wewe ni mjane. Kuna watu wanakuonea kwa sababu wewe ni yatima. Kuna watu wanakuonea kwa sababu una akili nyingi na Mungu amekupa kibali. Sasa wanatesa na moyo wako una masumbufu. Moyo wako unahangaika. Acha kuhangaika sasa, tulia. Bwana anakuja. Bwana anakuja. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambieni vita yake imekwisha. Vita yako imekwisha. Hao wachawi wanaoshambulia maisha yako, hao maroho ya kuzimu, hao waganga ambao wanashambulia maisha yako kupitia jina lako, vita imekwisha. Hao watesi ambao wameshambulia maisha yako, vita imekwisha. Unajua yuko Mungu aliye juu ya vyote na juu ya yote. Anasema vita imekwisha. Watesi watarudishwa mbali. Uharibifu wa adui unaenda kunyamazishwa. Bwana ni yeye yule, ni jana, ni sasa na milele. Aliyenena, aliyesema, ndivyo ilivyo, ndivyo itakavyokuwa. Hata nyamaza, hata tulia, hata haki na wokovu wa watu wake wamwaminio ipatikane. Tuliza moyo wako, uambie moyo wangu tulia kwa Bwana Yesu. Moyo wangu tulia kwa Bwana. Nami nasema tulia kwa Bwana Yesu. Mkabidhi Bwana mambo yako yote. Mkabidhi njia zako, mkabidhi ndoa yako, mkabidhi huyo mume aliyekutesa, anayekutesa, mkabidhi huyo mke anayekusumbua, anayekutesa, mkabidhi huyo mtoto, mkabidhi hao watoto, mkabidhi hiyo ofisi, mkabidhi hilo shirika, mkabidhi hao wafanyakazi, mkabidhi kila kitu. Wewe hapo ulipo ni mkurugenzi, ni manager, wewe ni mfanyakazi, unaonewa, unateswa, unaumizwa, mkabidhi Bwana, mwambie Bwana, nimejikabidhi kwako, ninaacha kwako, ni wewe Bwana, na kutazama sasa wewe, nimekukimbilia Bwana, nisiaibike milele. Bwana, naomba sasa tuliza mioyo ya watu wako, mioyo inayosumbuka na kuteseka, mioyo ambayo inahangaika, mioyo ambayo ina machozi na huzuni na hasira na uchungu, inataka kulipa kisasi. Wewe ni Mungu lipaye kisasi kwa nguvu, na kwa kisasi chako yatafanyika mambo makubwa, mambo magumu, mambo ya kutisha. Na sasa Bwana kafanye wewe, mzuie mtu huyu asilipe yeye, lipa wewe Bwana Yesu. Mtetee, mpiganie huyu ambaye yuko katika vifungo na taabu, yuko katika huzuni na maombolezo, lakini mwingine amelemewa na uovu na mawazo mabaya. Naomba nguvu yako imvue sasa, moyo wake ukatulie kwa Bwana. Usihangaishwe na ulevi na uovu na uzinzi na uasherati tena, wala umbea, wala uchonganishi, wala unafiki tena, wala mabaya, wala mipango mibaya. Moyo wako sasa utulie kwa Bwana. Bwana atulize moyo wako. Bwana ujaze moyo wako furaha. Moyo wako ujazwe amani. Moyo wako ujazwe amani ya Bwana Yesu na nguvu unaweza katika jina la Yesu. Tuliza moyo wako kwa Yesu. Waambie moyo wangu tulia kwa Bwana. Sema na moyo wako. Sema na moyo wa huyo rafiki yako, ndugu yako, mke wako, mume wako, baba yako, mama yako au mtoto wako. Sema na moyo wa huyo ambaye unaona anahangaika, anasumbuka, anaumizwa, ameumizwa. Mwambie tuliza moyo kwa Yesu. Yesu atapigana. Tazama Bwana anakuja tena kwa uweza wa kishujaa. Yeye ni shujaa, yeye ni hodari kuliko wote, kuliko vyote. Anakuja, anakuja. Ndio, popote pale, iwe katika anga, katika ardhi, katika nchi, anakuja. Kwenye ndoa, kwenye familia, kwenye hilo kanisa hapo, anakuja. Naye ana ujira kulipa kila mmoja sawa sawa na matendo yake, sawa sawa na alivyokusudia. Moyo wako tulie kwa Bwana. Kaa nyumbani mwa Bwana. Endelea kumgoja kwa sababu yu karibu akutendee. Bwana Yesu, nakushukuru kwa neno lako Mungu Baba Jehova. Nalo neno hili likatimizwe, mapenzi yako yakatimizwe sasa na hata milele. Katika jina la Yesu, maisha ya mtu huyu yakabadilishwe, nafsi yake ikajazwe furaha na amani. Moyo ulio na mahangaiko ukatulie kwa Yesu sasa. Kwa jina la Yesu, moyo wako unaswe, utekwe kwa neno hili, kwa sauti ya Bwana, uvutwe kwa Bwana. Tuliza akili na moyo wako na maisha yako kwa Bwana Yesu. Yesu anakupenda, atakuvusha, atakuponya, atakuwezesha, atakuondolea hayo yote. Maadui zako hutawaona tena. Hao wenye jeuri na kiburi hawataonekana. Bwana amesema si mimi, asema hawataonekana. Atawaondosha, atawaweka mbali, atawafanya anachotaka yeye. Amini. Moyo wako utulize kwa Bwana.